Na hija kwa Kiswahili kifupi ni kuikusudia nyumba tukufu, yani Al-Kaaba, kwa ajili ya kwenda kufanya ibada. Na kuna matukio mbalimbali ya ibada, namna ya kuifanya hiyo hija. Kwa kifupi hii ndio maana ya hija. Naam. Kwa nini ina umuhimu kwenye maisha ya Muislamu yeyote? Umuhimu wake ni upi? Kwanza ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mungu ameamrisha kuhiji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila. Lakini hija pia ni nguzo ya 5 katika nguzo za Uislamu. Yani kama ambavyo tunavyoona nchi yetu ina mihimili mitatu. Ina maana ile mihimili mitatu ndo ambayo inayoendesha dola. Kwa hiyo pia hata katika Uislamu kuna mihimili 5 ambayo tunasema nguzo 5. Kwa hiyo katika hizo nguzo 5 hija ndio nguzo ya 5. Kwa hiyo ina umuhimu mkubwa sana kwa Muislamu, ili Uislamu wake uweze kutambulika, Uislamu wake uweze kuthibiti. Kwa hiyo kama mtu ana uwezo lakini hakwenda kuhiji, basi huyu kidogo Uislamu wake unakuwa hauko sawa. Naam. Na kwa sababu ya hii hija sasa, ni maandalizi gani ambayo Muislamu yeyote anapaswa kufanya kabla ya kufanya ibada hii ambayo ni miongoni mwa nguzo kwenye Uislamu? Maandalizi, kuna maandalizi ya aina mbili. Kwanza kuna maandalizi ya al-istidadu ruhi, maandalizi ya kiroho. Tukisema maandalizi ya kiroho ni ile nia yako ya dhati. Kwa nini unaenda kufanya ibada ya hija? Sisi tunasema ikhlasi. Yani uweke nia kwamba unaenda kufanya ibada ukiwa umetakasha nia kwamba unaenda kwa ajili ya Mungu. Lazima hiyo dhamira uwe nayo. Lakini pia kutubia madhambi yako yote hadi katika maandalizi kabla hujasafiri kwenda hija, na kulipa madeni unadaiwa. Yani usiache hata deni kidogo. Kama bado una madeni, wewe usiende kuhiji. Lipa kwanza madeni ya watu, kama madeni ya taasisi, kama umekopa benki, kama umekopa wapi, hakikisha kwamba wewe haudaiwi. Lakini kurudisha, kama kuna mtu ulimdhulumu, basi vile vitu vyote ambavyo ulivyovidhulumu hakikisha unawarudishia wenyewe. Lakini pia kujifundisha zile utaratibu wa hija, isije kafika kule ukaona babaika haujui ufanyeje. Kwa hiyo lazima ujifundishe utaratibu wa hija. Hayo ni maandalizi ya fungu la kwanza. Lakini pia kuna maandalizi ya kimwili, maandalizi ya afya, ikiwepo kupima afya kwa sababu ni safari ndefu, na hili linakuwa linafanyika kwa mahujaji wote. Pima afya yako. Lakini pia na kuhakikisha una chanjo kwa ajili ya kujikinga na maradhi mbalimbali ambayo yanaweza yakakupata kule. Lakini pia na maandalizi mengine ni mazoezi, na hili watu wengi wanakuwa wanalizembea. Matokeo yake akifika kule anapata tabu sana namna ya kutekeleza ile ibada ya hija, kutokana na mazingira na mji jinsi ambavyo ulivyo kule wa Maka ni tofauti na huku kwetu. Kwa hiyo mazoezi tunashauriwa sana na madaktari kabla ya kwenda hija, mwezi mmoja, basi wiki 3 anza mazoezi ya kutembea kilomita 2, kilomita 3 kila siku, kwa ajili ya kujiandaa rasmi kutokana na changamoto ambayo utakoipata kule. Lakini pia kama ukiwa mtu mwenye maradhi, ni vizuri nenda kwa daktari wako ukatake ushauri kwamba je, kwa afya yako hiyo inakuruhusu kusafiri, na kama inakuruhusu basi afanya maandalizi ya kuondoka kabisa na dawa zako. Licha ya kuwa katika ile misafara huwa kuna madaktari na wenyewe wanaenda, ila ni vizuri mshirikishe daktari wako kutokana na maradhi ambayo unayo. Na maandalizi ya 3 ni maandalizi ya kimali na uwezo. Mtu anatakiwa uwe na mali, una pesa za kutosha za kukutoa hapa kukufikisha Maka, pesa za kula njiani, mahitaji yako madogo madogo, lakini na pesa za kukurudisha, lakini pia na gharama zote za chakula kwa ajili ya familia yako. Uruhusiwi kwenda kufanya ibada ya hija hali ya kuwa mke wako umemtelekeza au watoto wako umewatelekeza. Kwa hiyo piga bajeti yako ya takriban mwezi mmoja na kitu. Hakikisha familia yako haitakuwa na changamoto yote ya chakula na mahitaji ya kila siku. Haya ndio mambo ambayo ni muhimu kwa alhaji anayekusudia kufanya ibada ya hija kufanya maandalizi.
Na shehe, safari ya hija inajumuisha ibada zipi hasa kwa yule ambaye anaenda kuhiji? Safari ya hija, na kule kwenye hija kwenyewe kuna ibada nyingi ambazo zinazofanyika pale. Kuna ibada ya kutufu, kuizunguka Al-Kaaba. Kuna ibada ya jamarati, kurusha mawe. Kuna nguzo ambayo Waislamu wanarusha mawe pale kwa maana ya kumpiga Ibilisi. Lakini pia kuna ibada ya kuchinja ambayo ndio mpaka sisi huku inatuenea. Ibada ya kuchinja kwa ajili ya kukumbuka na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ambayo aliowaneemesha binadamu, kwa sababu Nabii Ibrahimu alayhi salam alioteshwa anamchinja mwanaye. Kwa hiyo mwanaye Nabii Ibrahimu akamwambia mwanaye Ismail kwamba mimi nimeota ninaamrishwa nikuchinje. Nabii Ismail akamwambia ifal matuma, tekeleza lile ambalo uloamrishwa. Kwa Nabii Ismail katika kutekeleza lile agizo la kumchinja mwanaye, mpaka ilipofikia anataka kumchinja, Mungu akambadilishia, akamletea kondoo, akawa amechinja kondoo. Kwa hiyo ibada pia kuchinja inafanyika. Lakini hata sisi ambao hatujaenda kufanya hija pia tunatakiwa tuchinje mnyama. Shehe, kuna utofauti tunahitaji kuupata hapa kati ya hija na umra. Wengine tunashindwa kutofautisha kati ya hija na umra. Utofauti wake ni upi hapa? Hija na umra vinatofautiana katika sehemu mbili. Kwanza katika hukumu. Hija ni lazima kwa kila ambaye mwenye uwezo, na mtu asipoenda anapata dhambi kwa sababu akiwa na uwezo. Lakini umra ni sunna, ina maana ni jambo ambalo ni utashi. Kama utaona na kupendeza zaidi, basi ni vizuri uende ukatekeleze ibada ya umra, na kuna malipo makubwa ambayo mtu anaoyafanya kwa kufanya umra. Huo ni upande wa kwanza. Lakini upande wa pili ni kutofautiana katika matendo. Kuna baadhi ya matendo yanaofikiana. Kwa mfano kuvaa ile ihramu, kule wanavaa zile nguo nyeupe. Ukiwa unafanya hija unavaa, lakini pia hata kama ukiwa unafanya umra unavaa. Ila kutufu Al-Kaaba, ukiwa na hiji unatufu, na ukiwa unafanya umra unatufu. Lakini inatofautiana katika suala la kuhudhuria Arafa, kama ambavyo kesho ndio Waislamu mahujaji wote watahudhuria sehemu moja inaitwa Arafa. Mwenye kufanya umra hilo tukio halifanyi lakini pia na lile la kutupa mawe aliyefanya umra yeye nakuwa hana. Kwa hiyo tofauti ni hiyo tu, kwamba hija ni wajibu, umra ni sunna. Lakini pia ukiwa hija unahudhuria Arafa, unatupa jamarati, lakini katika umra hayo hauyafanyi. Upande wa dini ya Kiislamu, shehe, anapoenda kuhiji Muislamu yeyote anarudi ama anarejea nyumbani, ibada hii inabadilisha vipi maisha yake mara baada ya kurejea nyumbani kutoka kwenye hija? Ibada hii ina hija, katika moja ya faida zake ni kumbadilisha mtu. Kwa sababu anapokuwa kule Muislamu akifanya ibada ya hija, kwanza anatubia sana kutokana na yale madhambi yake. Kwa hiyo anarudi hali ya kuwa moyo wake umetakata, moyo wake umesalimika na madhambi. Lakini kwa kipindi chote alipokuwa kule Maka, yeye masaa 24 haoni ya haramu, hashughuliki na kitu chochote ambacho kinyume cha kufanya ibada. Yeye muda wote anamtaja Mwenyezi Mungu, analazimiana na upole katika masharti ya hija, msitukanane, msibughudhiane. Kwa ile hali anaizoea ya kuwa mpole, kuwa na subira, kuwa mwenye tabia nzuri, kutendea na wema. Kwa hiyo ndani ya mwezi mzima mpaka anaporudi ile hali anakuwa nayo. Kwa hiyo anajikuta kama kweli alitekeleza ibada ya kweli iliyokamilika. Akitoka kule unamuona mtu anabadilika, ile tabia yake, anakuwa mpole. Kama alikuwa mkali anabadilika, anakuwa mpole. Kama alikuwa anapiga, utashangaa tena anaacha kuwapiga watoto ovyo. Alikuwa hasaidii watu, unamuona anaanza kusaidia, kutokana na mafunzo ambayo anakuwa kayapata kwa kipindi kile yuko hija. Ziko taasisi mbalimbali za Kiislamu, lakini pia iko serikali. Sasa yenyewe inahakikisha vipi kwamba mahujaji wanasafiri salama na kurudi salama, pia wakiwa na mafanikio ama lile lengo wanalifikia? Kwa kweli kwanza tunaishukuru serikali yetu ya Tanzania. Iko karibu sana 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 na wananchi wake, na inafuatilia kwa ukaribu namna ya mahujaji kwenda kwao,
na tumeshuhudia mara nyingi kunapotokea changamoto, serikali huwa inaingilia kati na kuwashauri na kuzishauri zile taasisi zote ambazo zinazopeleka mahujaji na kuwaelekeza utaratibu wa mzuri ambao utakokuwa katika hali ya salama na amani. Lakini nakumbuka mwaka 2016 mimi nilienda hija. Tulipokuwa pale hija katika yale mahema, alikuja balozi wa Tanzania aliyoko kule Saudia, alikuja kutizama hali kwamba Watanzania tuko katika mazingira gani, tuna hali gani, akajiridhisha tuko salama, basi akarudi. Kwa hiyo ni serikali kwa ujumla inafuatilia karibu sana safari ya mahujaji kwenda Maka. Lakini pia hata taasisi zetu zinafanya juhudi, kila siku zinajaribu kuboresha. Tangu kwa mfano taasisi yetu ya BAKWATA tangu imeanza kupeleka mahujaji miaka ya 60 mpaka leo imekuwa ikipeleka mahujaji katika mazingira ya salama na amani, kuhakikisha kwamba mizigo ya mahujaji haipotei. Maana kuna changamoto kama hizo, wale mahujaji wanakuwa katika mazingira ya salama, pasi na miaka ya nyuma tulikuwa tunasikia watu wanapotea. Sasa wale unashangaa huyu alikuwa mchawi. Hapana, ni mazingira ya pale. Kwa mfano unakuta ule msikiti wa Maka una milango zaidi ya 100. Kwa hiyo usipokuwa makini unaweza ukapotea. Lakini hizi taasisi zimefanya juhudi kubwa kuhakikisha kwamba watu wao hawapotei, muda wote wanakuwa katika mazingira ya salama na amani. Na juhudi zinaendelea kufanyika. Naam. Wako